Siku ambayo mwanamgambo Osama bin Laden alishambulia ubalozi wa Marekani jijini Nairobi kwa mlipuko mkubwa zaidi katika historia ya Kenya, hakuna aliyetarajia kilichotokea. Simulizi la yaliyotokea siku hiyo ni sawa na sinema, na nitafanya juhudi zote kwa kupa picha na taswira ya matukio hayo kama yalivyofuatana moja baada ya lingine. Je, kwa nini bin Laden alilipua jengo hilo na Wamarekani walikuwa wameficha nini hapo ndani? Na ni kweli taifa la Sudan lilimsaidia Osama kulipua Kenya? Ilikuwa asubuhi njema Nairobi, Ijumaa hiyo ya tarehe 7 Agosti mwaka wa 1998. Ubalozi wa Marekani nchini Kenya ulikuwa katika ghorofa refu katikati mwa jiji, sehemu iliyozoea misongamano ya magari na kelele za wafanyabiashara. Katika lango la ghorofa hiyo, wazungu wachache na Waafrika wenye ndoto za kusafiri Amerika waliingia na kutoka bila kushuku chochote. Nyuma ya ghorofa hilo la ubalozi wa Marekani almaarufu kama US Embassy Nairobi, kulikuwepo na eneo la kuegesha magari, kwa kimombo parking lot. Wafanyikazi wa ubalozi walitumia parking lot hiyo pamoja na wenzao waliofanya kazi katika benki ya Cooperative Bank iliyopakana na ubalozi huo. Waliofanya kazi jumba jirani la ufundi house pia waliegesha magari yao papo hapo. Ikatokea kuwa ubalozi wa Marekani ulikosa kuweka ulinzi wa kutosha katika lango lililoingia mvunguni mwa ghorofa hilo kutoka kwa hii parking lot ya nyuma. Badala yake wakaweka kizuizi kimoja cha kuinua chenye kufuli na mabawabu wawili wa kushika doria usiku na mchana. Ijapokuwa majengo ya balozi nyingi za Marekani kote duniani zilikuwa na ulinzi mkali hata wakati huo wa 1998, ubalozi wa Nairobi haukuwa na ulinzi wa kutosha pande zote, na inaonekana Osama bin Laden alijua siri hiyo. Licha ya kuwa jengo la ubalozi lilikuwa na basement ya underground ya kuleta mizigo, lango hilo la nyuma lilikuwa tatizo la kiusalama lililofaa kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Saa 4 asubuhi Ijumaa ya tarehe 7 Agosti, wajenzi walioajiriwa na Cooperative Bank wanajenga kizuizi cha pili katika kiingilio cha parking lot hiyo kwa ruhusa ya usimamizi wa jiji la Nairobi. Inapita nusu saa na gari aina ya Toyota Dyna-Truck linakuja kwa kasi na ghafla linasimama likitaka kuingia katika parking lot hiyo na kuegesha mbele ya kizuizi hicho cha kuingia basement ya ghorofa la ubalozi wa Marekani. Lilikuwa gari jipya na nyuma lilibeba mzigo mkubwa uliofunikwa, kilicho ndani kikibakia kuwa fumbo la mauti. Lakini sio kwa muda mrefu. Mmoja wa walinzi hao aliyeitwa Benson Okukubwaku ananyanyuka na kuanza kuelekea kwa gari hilo huku amevaa maswali usoni mwake. Lakini kabla ya matukio ya kutisha yanayofuata, hebu turudi nyuma kidogo tu ili tuelewe jinsi bomu kubwa linaloelekea kulipuka hapa lilivyojengwa na kuingizwa nchini Kenya. Miezi mitatu kabla